jicho la juu na wezo kadharau, hii bahari na meza watu shajiuliza hao. Bana, naona ni mtiririko wa ngoma juu ya ngoma baada ya AY kuweza kuachia ngoma siku ya leo, nikiona maana kwamba saa 6 usiku siku ya kuamkia leo, ambako basi ni tarehe 30 Mei, ambako basi baada ya kuachia ngoma hiyo mchana tu akaja tena akaachia ngoma na Darasa. Sasa katika ngoma hiyo Master ameamua tena kutiririka kwa mara nyingine tena. Darasa au ndani ndo usiseme kama kionjo kilivyoanzia hapo mwanzo. Najaribu kuambia tu kwamba this time around inaonekana kwamba AY ameamua kufungua makabati yake yaliyokuwa yamefungwa kwa muda mrefu sana. Hii inaashiria nini? Inaashiria kwamba yawezekana kwamba AY akaja hata na ngoma 5 au 6. Imagine ni kwa siku moja tu ameweza kuachia ngoma ambayo basi kwa hivi sasa inasumbua katika mitandao ya kijamii kupitia ngoma ya kwake pamoja na Harmonize, lakini pia mpaka kwa muda huu ina viewers za YouTube, na maanisha kwamba viewers 176 kwa masaa 20 tu. Na baada ya hapo masaa 8 yaliyopita sindo manake ndipo ikaja kutoka, maana inamaanisha kwamba Darasa upo ndani akiwepo ndani na AY akiwemo humo ndani. Uandishi wa Darasa unazidi kudhihirisha bado ni mtu ambaye anahitajika katika game hii. Uandishi wake bado ni kama vile AI ambayo bado inazidi kufanya kazi siku hadi siku. Ni ishara kwamba Darasa katika game ya Bongo Flava tunamhitaji, na AY bado tunamhitaji sana, wala sio kidogo, kwa sababu kipindi chao walivyokuepo wanafanya muziki na kipindi cha sasa inaonekana kabisa kwamba wameweza kuswitch kutoka kwenye ule muziki wa kipindi cha nyuma na kuja kwenye muziki wa kisasa. Ukiangalia katika ngoma ya kwake pamoja na Harmonize, uandishi unavyoonekana na namna ambavyo wameweza kuswitch AY, basi utapata majibu kwamba humo ndani pia kuna idadi kubwa sana ya watu ambao wanamsifia AY kwa hichi ambacho ameweza kukifanya. Harmonize ndio usisemi, kupitia ngoma yake pamoja na Harmonize pia ndo majalala mengi sana ameweza kuandikwa kupitia ngoma yake pamoja na Darasa ndo usisemi. Sasa hapo unapata majibu kwamba AY pamoja na Darasa ni watu ambao wanahitaji tu push kidogo tu waendeleze game, na watakapopushiwa basi inabidi waendelee kumiminika hivyo hivyo. Mfano Harmonize alifanya kazi na Darasa, connection yao au combination yao inaweza kuwafanya watu wengi sana wakapenda aina ya muziki ambao waliweza kufanya. Na hii hapa ni mara nyingine tena wamegundua kwamba Harmonize ni mmoja kati ya mtu ambaye ana switch vizuri sana na legend, na anaweza akafanya nao kazi na mwisho wa siku wakatoa kitu kizuri. Alifanya kazi tena na Mwana FA alifanya vizuri, alifanya kazi tena na Darasa akafanya vizuri, Professor J amefanya vizuri, na mara hii tena amefanya tena na AY. Sasa utapata majibu kwamba sio rahisi kwa kila msanii aweze basi kuwa na uandishi ambao utaweza kuendana na generation ya sasa na generation ya kipindi cha nyuma, na mwisho wa siku akaweza kuwa switch legend kama unavyoona, na mwisho wa siku akafanya kitu ambacho ni kizuri. Mfano msanii kama Marion ni mmoja kati ya mtu ambaye ana uandishi mzuri, na yeye pia ameshafanya kazi na AY na akafanya vizuri pia. Ameshafanya kazi na Dully Sax wakafanya vizuri, na wala sio mara moja, ni mara 2 mfululizo. Yote hii inaonyesha kwamba ni kwa aina gani ya muziki, aina gani ya vichwa ambavyo vinaweza basi vika wa switch au vikawa twist wazee wa zamani ambao walikuwa wanafanya vizuri kwenye game, na mwisho wa siku basi wakapata kitu ambacho ni kizuri na kinachovutia katika game ya sanaa kwa sasa. Hii inamaanisha nini katika game kwa muda huu ninavyoongea nawe, kwamba generation ya sasa ya kwa Harmonize ni generation au nguvu yake basi mastaa wengi wa kipindi cha nyuma wanahitaji, ndio maana wanamkimbilia. Mwaka 2024 Darasa alifanya naye kazi na matumaini yaliweza kuonekana mpaka mwaka ulipoweza kwenda kuisha, na mwaka 2025 ulivyoingia akampromise we shall do it again. Sitajua kama wameshafanya kazi, lakini pia ukiangalia kabisa AY kufanya ngoma na Harmonize kumemfanya basi na kumtwist vizuri kwa sasa na kufanya ngoma na Darasa, na mwisho wa siku wamefanya kitu ambacho ni kizuri, na uandishi wa Darasa pamoja na uandishi wa AY vyote kwa pamoja viko combined vinatoa kitu ambacho ni kizuri na kinachoeleweka. Sasa hapa kilichobaki tu ni promo za kwake AY kulingana na generation ambayo yupo kwa sasa hivi. Anahitaji kusumbua akili sana, either aweze kuwalipa influencers au madansa ambao basi wanaweza wakacheza ngoma yake na mwisho wa siku ikasogea, au yeye kama yeye ajitoe kimasomaso, awe mzuri sana kwenye mitandao ya kijamii, yani ajitume sana kuipromote ngoma yake katika mitandao ya kijamii. Nikiwa na maana kwamba atokea katika mitandao ya Instagram, atokea katika mtandao wa
TikTok, atokee katika interview mbalimbali, ajaribu kwenda kukutana na master hao ambao wamefanya nao kazi, angalau wafanye challenges hapa na pale kuimba wimbo huu, in order tu wimbo huu uendelee basi kuwa katika masikio ya watu na watu wazidi basi kuvutiwa nao, kwa sababu namna ambavyo utazidi kufanya challenge ndivyo utakavozidi basi kuwavutia watu wengi kuendelea kusikiliza wimbo huu au kuendelea kufuatilia wimbo huu. Mfano kama wimbo ambao amefanya juzi Harmonize, Rayvanny pamoja na Mario, sasa hivi ni ngumu sana, ila labda kama Rayvanny atamtafuta Harmonize ufanye tena challenge ile ile, ni ngumu sana watu kuendelea basi kusikiliza wimbo ule ule kwa speed ile ile, kwa sababu wale mashabiki wa Harmonize wameshahamia katika chapter nyingine ambayo Harmonize ameshirikishwa na AY. Kwa hiyo ni watu ambao wanawatwist sana, ni namna labda wafanye tu jitihada za kwenda basi kufanya challenge za mara kwa mara, maybe afanye challenge nyingine tena Harmonize, itawafanya basi mashabiki zake waende tena wakatazame wimbo ule ule ambao amefanya na Rayvanny. Kwa hiyo itawafanya basi waende kusikiliza, lakini hii wameshatoa ngoma nyingine, then baada ya muda mfupi tena atoe tena ngoma nyingine. Ni kama vile unawaambia mashabiki tokeni huku twendeni huku, wakitoka tena huku wanaenda tena huku. Kwa hiyo mwisho wa siku mashabiki wanafuata kile kitu ambacho ni kipya, hawafuati kile kitu ambacho ni cha zamani. Labda yani wawe ni wale mashabiki ambao wameupenda sana wimbo, na siku hizi kuupenda sana wimbo kunasababishwa na challenge zinazofanya basi na watu wengi, zinawafanya mashabiki wawe twisted katika kichwa chao na waanze kuwaza wimbo huo, na mwisho wa siku wanageuka kwenda kufuatilia. Kwa hiyo kwa kipindi cha sasa AY pamoja na Darasa pamoja na generation nzima hii ya kipindi cha nyuma wana kazi nzito sana ya kufanya. Wana kazi ni kama vile wanaanza muziki mpya, wanaanza muziki upya. Kwa hiyo kama walikuwa wanajaribu, ni vyema wakaacha, au kama watakuwa wameamua kufanya, basi waende frontline, waende kufanya kweli kweli, kwa sababu muziki wa sasa hivi, hii generation ya sasa hivi wanalipua sana mabomu, yani kila saa wanafetua, kila saa wanafetua. Kwa hiyo inahitaji nguvu kubwa sana ya akili, inahitaji sana uwe creative, inahitaji uwe ni ghostwriter, inahitaji uwe na promotion ambayo si ya kitoto. Wasanii wenyewe ambao ni A-list kwa bongo wanasumbuliwa na wasanii wenzao. Je, hawa wa zamani itakuwa kwaje? Kwa hiyo ni vyema zaidi kwamba mastaa ambao wanafanya kazi na generation ya sasa hivi wao ni watu ambao wanajitoa sana, yani wao wamejiamulia bana, sasa hivi mimi nikiingia kwenye game tena kwenye game nitafanya 1 2 3 kuendana na game linavyohitaji, na wala sio ile kwanza kujiogopa kufanya, sababu game yenyewe kwa sasa hivi inachohitaji ni wewe mwenyewe umejitoa sana. Kwa hiyo mtu mzima kama AY ni mtu ambaye ujua sana muziki, ameuelewa sana muziki, ila akikosea step moja anarudi kule alipotoka. Kwa hiyo inakuwa haina haja hata kufanya ngoma na A-list kama Harmonize au kufanya ngoma tena na Darasa, kulikuwa hamna haja. Ni bora zaidi kama pesa hiyo angeenda kuiwekeza sehemu fulani iweze kuingiza kipato zaidi kuliko kuja tena kwenye game ya muziki na mwisho wa siku unarudi tena kule tena nyumbani. Kwa hiyo ni vyema zaidi kama unavyoamua kufanya jambo fulani, jitoe kimasomaso, fanya, litekeleze kwa kina, na mwisho wa siku majibu yatakuja. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.